Yes, mjambo wandugu wapendwa, habari yenu? Ni mimi wenu wakufa na kuzikana, mpendelevu wa wote, ni Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari. Ni mimi hapa kabisa, nimeaterire nimefika kabisa hapa kwa muda huu ambayo kabisa ni muda wa asubuhi. Ni vile tulikuwa na asubuhi ni wapatia habari za asubuhi. Sasa hapa ni asubuhi, kwa maana sasa hivi ni karibuni saa 4, karibuni saa 4 kabisa zimeenda kufika kwa muda mchache ambayo inakuwa mbele yetu hapa. Asubuhi nilikuwa na nia niwapatie habari za mapambano ambayo imepitika hapa mjini Goma, lakini nilikuwa sijakuwa na habari kamili yayo, sababu masasi ilikuwa mengi usiku, alafu tulizani kama ni kawaida, lakini ilikuwa mengi sana, mengi kabisa. Na huku ngambo za Birere kabisa masasi lilia nyingi. Baada sasa hivi mwizi saa za asubuhi tumeuliza ni kitu gani kilichokuwa, maana unaona katika balabala wengine wanasema ni sababu kuna salongo, lakini haiko vile, ni sababu ya masasi mengi sana ambayo ilikuwa katika kata mbalimbali za mji wa Goma. Na hivi kwa hivi tuko tunaongea kule Lac Vert, kwa sasa M23 haiwezi ikafike sababu kuna majeshi ya wazalendo tayari. Nimewaambia kwamba hapa Lac Vert huko ngambo za Mugunga huko kabisa majeshi ya wazalendo wameendelea kuonekana katika huko kata ya Mugunga na ngambo za Lac Vert, na wamepiga kabisa shenzi mpaka shenzi imekubali. Maposition za shenzi zote zinakuwa kama vile zimetoka ile ngambo za Lac Vert Mugunga, na zote wamezileta hapa mjini Goma. Yani waaskari ambao walikuwa kwa maposition huko wamekuja kwa wingi wakirudia mjini Goma. Hatujajua ni kwa nini, lakini wengine ambao wanatokea huko selo masource mbalimbali za watu ambao wamekuwa ngambo ya huko Ndosho wametutangazia kwamba wameona wazalendo ngambo kule, na ndio kwa maana waaskari wamekuwa kama vile wamekimbilia muvile ya Goma. Yani ni kusema waaskari ni wengi sana wakitoka huko na kuja ngambo ya ville de Goma, wanakuja kufanya securite mugoma. Eske bitakuwa ae mwai mchana, bitakuwa ae mwai magharibi, bitakuwa ae kwa hii journée ya leo? Yani ni kuendelea kuomba Mungu, tuangalie ni kitu gani kinaweza kikafanyike hapa mjini Goma kwa muda huu ambao tuko. Yani ni kuambie tu kama mambo inaendelea kwa mambo kabisa. Masasi imelala, imepiga kabisa sana, tena sana kabisa. Na hata juzi tena masasi ilipiga nyingi sana, lakini jana sasa ilikuwa ni masasi kubwa kubwa, yani ile mabunduki kubwa kubwa katika mji wa Goma. Sasa hapa tumesema, unajua kama Mugunga tayari ni Goma, Lac Vert kule ni Ndosho tayari ni Goma, ngambo za Keshero. Yani unaona Keshero ni mji wa Goma, lakini hayakuwa mji katikati. Mji katikati ni hapa kwetu Birere na kwenda kule Mabedegel, Masirnies, ndio wanasema mji katikati. Sasa wakati ambapo waaskari wanatoka kule ambapo walikuwa, unaona, ndio maana niko nawaambia wazalendo hawana boga, na saa yoyote ile batapiga shenzi, saa yoyote ile shenzi itapata cha mtemakuni. Hii tunayo ni matumaini, tunajua kama kwa siku kidogo hapa, hata juma ngapi hapa mbele, Goma itakuwa imerudi katika mikono ya wazalendo, sababu wanakuwa karibu. Na hivi sasa nikwambie kama bitu ni danger. Nakwambia leo kabisa kumepitikana mapambano kushinda yenye ilikuwa tena mbele. Tena leo watasema ni SADC, ama watasema ni MONUSCO, ama watasema ni wanani sasa. Unaona kama uongo inakuwa iko na mwanzo na iko na mwisho. Wakati mwingine mnasema uongo ndio inasikilikana kwamba mnasema mnachokijua ama mnachokisema, lakini kila kitu, toute la vérité inakuwa na mwangaza yake. Toute la vérité ont des éclairages, ndio vile wanasemaka.
nasema vile na waziani vile wanasema verite yote kuna mwangaza yake. Yani ukisema ukweli italeta mwangaza. Oh, niko Goma yote, bongo yako hauko Goma yote. Juu kule Rusayo haufikake. Nyiragongo haufikake. Kilijiwe kule Biaene haufikake. Mahali pengi sana hauwezi ukafike. Na ukifika unafika huko unajikokota migulu. Juu ya nini? Unawoga. M23 kwa sasa imebana hapa muvile. Yani ni kusema imebana. Kuna gari ya aina ya kamio ina plake ya Rwanda ambayo imeshikwa na wazalendo huko ngambo za Sake. Ilikuwa ni gari ya aina ya Rwanda ambayo ilikuwa inaenda twala mchanga kule. Sasa wameishika. Wameishika, lakini wamekutana ndani muna vifaa vya vita. Uko naona? Yani ni gari ambayo imezoea kwenda kutwala mchanga, lakini imeshikwa mikononi mwa wazalendo na wamekutana ndani muna vifaa vya vita. Yani unaona anakuja kupakiza mchanga, lakini ndani ya ile mchanga kuna vitu ambavyo vinaingia ndani. Unaona kama ile ni kitu moja ambayo inabidi kabisa kuangalia vizuri na kujua. Hapa mjini Goma wasiwasi inaendelea kuwa mrefu sana. Yani watu wengi sana wameanza kuhama miji ama wameanza kuhama mahali pao. Yani wasiwasi inakuwa nyingi sana mjini Goma. Hivi tuko tunaongea na wewe, wasiwasi ni nyingi kabisa mjini Goma. Watu wanaanza kuhama huko ngambo za Lac Vert. Yani wanaanza kutafuta nafasi gani wanaweza kwenda pole pole. Na ni vizuri sana. Mnajua kama kwa wakati iliyopita M23 iliambia batu wako Nyiragongo ya kwamba watoke kule waingilie kwanza mumuji, maana kule kunataka pitika mapambano. Yani inawezekana sasa inakuwa wazi. Kila kitu yote kinaanza kuonekana. Shenzi iko inapata. Yani wanapiga shenzi kiasi kikubwa. Na hivi sasa niko nakwambia Goma inaanza kutetemeka. Waaskari hapa wanaanza kutetemeka wa M23. Yani wanaanza kulia, wanaanza kutetemeka sasa. Hapa ni mtetemeko wa ardhi. Maana simba za kabila ya Yuda zimechomoka msituni, zimekuja kabisa. Mimi ni yule tu mwenyekiti mwenyewe. Ukiwa una haja ya kuongea na mwenyekiti mwenyewe kwenye WhatsApp, unaweza kuponda pale ku Oli Official, wale ku logo yetu chini ya title ama chini ya titre. Na hapa utapata namba zetu za simu ya WhatsApp, na hapa unaweza kuniongelesha. Na ukitaka kutuma msaada wako kwa ajili ya Oli Official, basi hakuna shida, ni hapa tu utanipata kabisa bila shaka yoyote kabisa. Hapa utaeneza kabisa na kunipata kabisa bila shaka. Nikwambie tu kama mambo kazidi kuwa matata. Mambo kazidi kuwa matata kabisa. Hapa nikikwambia tu kama tena Joseph Kabila Kanambe amewasili tena hapa mjini Goma katika magharibi ya jana. Yani amewasili na amelala tena hapa. Mimi ninawaambia kila siku kama huyu bwana amekuja, inakuwa turi ya pili hii naona amekuja. Maana tena kule chini kuna kwa security kubwa sana. Na hapa kabisa huyu bwana anaanza kuonekana mkifo. Ndio vile mimi ndeza sema. Huyu bwana anaanza kuonekana amo tena kifo. Yani unayua sikio la kufa alisikii shauri. Ndio vile wangwana wanasema. Sikio la kufa alisikii shauri. Yeye ametangazia wakadre wa AFC akisema ya kwamba ametoka shuleni kusoma, alafu anapenda apite ili kwamba asalimie watu na asalimie wa M23 na aongee pamoja nao. Lakini sasa nataka kuwaambia mbona mtutu yulu yao wataongeaje? Drone itakuita piga mpale kwa mungu unaongelea mpale Hotel Serena. Drone inakuya. Mfanye angalisho. Boga.
isha kamata majamaa. Ninakwambia majamaa biko na graboga ya moya ya danger, biko na tetemeka saa hii. Lakini unaona kama Goma inajaa watu wengi mchana kati hivi, na waza mapambano haiwezi kafanyike mchana kati hivi. Njoo majamaa maki nakwambia boga ishabaua maake sana. Nawaambia tu kama msiwe naoga, drone itakia pole pole itabahurumia. Wandugu wapendwa, ninawaambia ya kwamba hapa mjini Goma kulilala kunalia masasi mengi kama vile iliyopita. Nakwambia kama na hata hapa Birere Maraba tulisikia masasi hapa pembeni ya aeroporo ya Goma, aeroporo international. SADC imekubaliwa kupita katika nchi ya jirani Rwanda na kuelekea katika nchi ya Tanzania. Yani wamesema ya kwamba wamekubaliwa kote wakati yoyote ili watakapotaka kutoka, kama vile M23 iliwafukuza, watapita Rwanda wanaelekea ngambo za Tanzania, na hapa wanaweza wakachukue bisi ama gari zao na kuenda kabisa mahali ambapo wanataka kwenda. Lakini wengine wanaendelea kusema, analyst wengi wanaendelea kusema eske wakifika Tanzania hawataenda mpaka tena Kinshasa tena warudie mkadre ingine. Wengine wanasema hapana, haviwezekane sababu nao wamesikia woga M23 ba intimide. Lakini selo porte-parole wa SADC Mubya Kivita anasema ya kwamba M23 imewakosea adabu. Unaona kama hapa hawaende na furaha. Wanaenda tu sababu watoke mahali ambapo adui yupo. MONUSCO inasema haiwezi kaondoke hata saa moja, haiwezi ikatoke mpaka manda yayo yenyeko mkongo iishe, sababu ni Kongo haiko nchi nyingine. Ndio vile MONUSCO inatangazia M23, wakati ambapo M23 inaendelea kustaki MONUSCO na kusema ya kwamba ni wao ambao wanaendelea kuwaletea maadui karibu. Yani ni kusema wanaendelea kuwaletea wazalendo karibu. Ndio vile wanasema na wanataja kusema kwamba na FDLR iko ndani. Lakini hii FDLR inakuwa nyimbo sababu ni wao wako Nord Kivu, waitoshe sasa kwenye wako. Ni vile wabadesarme sasa, hapo ndio biko Nord Kivu. Mudesarme sasa wale wa ambao mnaita wa FDLR. Okay. Yani nikwambie tu M23 inaanza kusikia boga sana. Yani boga inakuwa mingi sana mu M23, wanaanza kutafutisha vya kufanya. Wa askari wa M23 wanaanza kulia mshahara hakuna. Wanaanza kusema ya kwamba hakuna mshahara, tuko tunapata miezi 6 hii hawajalipiwa na wako wanaenda kupigana. Miezi 6. 6 mois. 6 mois. Wanasema wamoja wanasema tangu wakamate Mweso, wanawaambia tu Matunde Kombele mtalipiwa. Na mwenye anataka kimbia wanampiga risasi. Yani wengi wamekufa wao wenyewe wamejiuia maaskari wao. Wengi wamekufa wao wenyewe wamejiuia maaskari wao. Sababu M23 kuingia ni vigumu na kutoka tena ni vigumu. Hauwezi ukatoke kienyeji isipokuwa kukwepa, yani kutafuta njia kabisa ya kukwepa. Lakini bakikuona ni risasi mara moja mkichwa. Unaona kama hawa ni kama vile shetani. Unajua mlozi anapoingia muuchawi, wenzake walozi wamemloga naye anakufa kama anataka kutoroka. Yani ni kusema ya kwamba mambo inaendelea kuwa mambo kabisa, na mambo inaendelea kuonekana ya kwamba wazalendo wazashu wanaendelea kufanya kazi ya kumfieka adui.
Tulisikia ma raisons sociaux mbalimbali ambazo zimesema ya kwamba General Padiri amefungwa, wengine wanasema amesha kufunguliwa. Lakini tunasikia ingine version wanasema ya kwamba ni Yakotumba alimufanyia nini na nini. Lakini mimi nabaambia hivi, mutoshe Yakotumba mwakili yenu, mutoshe Yakotumba mkinywa yenu. Kama mtu aseme njo mnampangiaka. Wakati mtu aseme njo mnaanza kumsemesha kwa nguvu, mnataka tu Yakotumba aseme. Lakini jeshi kamili asemake, jeshi kamili anatenda. Hawa ambao wako wanapigana hapa Nyangezi, si ni Yakotumba? Yakotumba iko pale iko napigana Nyangezi, iko napigana Mungomo. Lakini kuna shurti za kiaskari katikati ya jeshi la wazalendo na jeshi la Urundi. Yani ni kusema wakati ya attack inabidi bapatane kuatake juu basikie uwana ndani. Una bote banachangana, lakini kila batu biko na komandema yabo. Alors, hawezi sema kama Yakotumba atakuwa na faida gani kukuwa tretre kumwenzake? Kusaliti Padiri atakuwa na faida gani ndani? Sasa nyie ba journaliste benye muko munatunga ya kwamba Yakotumba alifanya hivi, mutoshe. Mina bakemea kwa jina la Yesu, muache bafanye kazi yabo. Shie tutapana tupane suite ya binye balifanya, kama vile Kamanyola tupane suite ya Kamanyola, kama vile binye tunaona, hapana binye atuone. Yani kuna ba journaliste ba YouTube ambao kabisa wanaendelea kumchafua, lakini hawa naona kama ni watu ambao wamepewa kakitu kule ku M23 ili kwamba waendelee kuchafula jina ya Yakotumba. Lakini hakuna shida. Unajua muti yenye maana njo banapiga kama jiwe. Ukiona wanakusema sana mako wewe kama Valeri yako inapanda. Ndio. Padiri iko mzima na buzima yake, ni mtumishi wa Mungu, ni baba anampenda Mungu. General Padiri, coup de chapeau papa. Vraiment tunashukuru kwa kuwa walikuwa wamezani ya kwamba wamekukamata, kumbe hawakukamate. Kitu ya pili, kuna mtu mmoja aliniuliza mu group mu famille, aliniuliza seme sasa papa Kolomboka Padiri alifanyaka nini juu amfunge? Padiri hakufanya kitu. Padiri alienda njo andikisha maarme zenye balimupatia bao wenyewe. Sasa banamshtaki asema alikawia kuleta liste ya basoda na alikawia kuleta liste ya maarme, manake alikuwa nataka kuzitripote. Njo ilikuwa infraction. Manake ni kusema balimpatiaka maarme ya kupatia bazalendo. Sasa ilibidi aende azifanya registre juba yue maarme zenye ziko ni ngapi. Binasemekana kama alikawia. Donc mwaile kukawia njo banasema bamufunge. Juba anze kwanza bamuulize jua nini alikawia. Jua baki kupatia kitu kifanya vyote pale biishe. Vile njo bilipitikana kwa Padiri. Nawaza mimi nakujibia, sikujibie mu groupe, mimi nakujibia hapa kushene yetu ama kunyumba yetu. Sasa nakujibia hapa kwetu. Nakujibia hapa kwetu sasa, ndugu yangu Chiza. Huyu ni Chiza alituuliza vile. Ni Chiza ndio aliuliza wala ni rafiki? Sikumbuke, lakini inawezekana ni rafiki. Alina Chiza ndio. Nawaza ninakujibia ndugu yangu, na nitazidi kukujibia wakati yoyote ile. Nitazidi kukupa moja kwa moja unaponiuliza. Mimi unaponiuliza niko tayari. Basi acha nikwambie kama Mungu anakupenda na Yesu Kristo njo msaada ya kila kitu. Anasema yeye ndio njia ya kweli na uzima wa milele. Yani waaskari wetu wazalendo, mtakapokuwa mkijua Yesu Kristo kwamba anaweza kuwalinda, kwa kweli atawalinda ndani ya mapambano. Mimi Kolomboka nazidi kuwaombea kila leo ulinzi wa Yesu, ulinzi wa Mungu uwe juu yenu. Damu ya Yesu iwafunike mahali pote mtakapopita. Na kweli niko naona
ya kwamba Yesu iko anawafunika. Acha niambie watu wote wa familia ya kwamba Mungu anawapenda, Yesu Kristo anawapenda, ingawa shida, ingawa matatizo